taifa la Israeli ambalo ni taifa teule. Ikiwa mtu unaweza kuhukumu unachokipenda, je, wewe ambaye kabila lako halikuwemo kwenye ukurasa huo wa kuhukumiwa, utatupwa kwenye ziwa gani mpendwa? Utawekwa wapi ikiwemo taifa teule la Israeli? Biblia imeandika atashuka kuhukumu. Atashuka kuhukumu makabila 12 likiwemo taifa la Israeli. Je, wewe taifa lako la Tanzania? Je, wewe taifa lako la Tanzania litakunjwa kama gazeti na kutupwa kwenye makaa ya moto, wala haitaonekana Tanzania? Haleluya. Sikiliza, mwambie Mungu, wasaa huu ni wasaa wa kumkimbilia Mungu. Wakati huu ni wakati mgumu. Huu ni wakati ule ambao ilitajwa kila nafsi itajililia yenyewe. Kila nafsi itajililia yenyewe. Hakuna atakayemkumbuka mwana wala baba wala mume wala mtoto. Haleluya. Hakuna atakayemkumbuka mpenzi wala mwanaye kumzaa. Utakuta mtu anabeba nyau badala ya kubeba mtoto. Utakuta mtu anabeba jiwe badala ya kubeba mtoto. Sikiliza, Roho wa Mungu ananisihi kuongea na wewe leo. Roho wa Mungu ananielekeza kuongea na wewe leo. Kama unaweza kubadilika ukatoka katika huo ulimwengu ulio nao, ulimwengu wa majini na mapepo, ninakusihi toka huko kwa jina la Yesu. Amen. Leo unakaa unasema kwamba siwezi kufika kwenye ibada. Ya kuwa ibada ni nini? Sikiliza mpendwa. Ibada ni taa litakayo kuongoza. Wakati Mungu anakuuliza yale maswali yake, ya kuwa ulipokuwa duniani ulisimama kama nani? Kama ulisimama kama mchungaji, yako maneno gani ya heri na ya baraka uliyoyanena juu ya watumishi wangu niliokupa? Sikiliza mpendwa, nikwambie, kila ambaye anayetumika katika hesabu yake atalipa. Tena atalipa kwa thamani. Tena atalipa juu ya thamani ya damu alivyotumika. Sikiliza, kama uko ofisini na nafasi yako itendee haki, uko muda unakuja utalipa. Sikiliza, kama uko kwenye ndoa na nafasi ya ndoa yako uitendee haki, muda unakuja utalipa. Tena utalipa kwa thamani. Tena utalipa kwa damu. Amen. Sikiliza mpendwa, leo nataka nikwambie kitu ambacho hukuwahi kusikia kwenye masikio yako. Sio kila mlokole unayemuona ameokoka. Kila mlokole unayemuona anaimba. Kila mlokole unayemuona anasifu. Kila mlokole unayemuona yuko viwango vya juu akaenda mbinguni. Hapana. Mbinguni ni agano ambalo wewe na Mungu mliagana, ya kuwa utakapokuwa duniani ukumbuke kunisifu na kunitakasa. Lakini wako wengine wako kanisani lakini wanamsifu shetani kwa nguvu. Oh, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sikiliza nikwambie mpendwa, siku ya leo Mungu amebisha mlango kwako. Amesema ukifungua mlango nitaketi karibu nawe, nitakula na kunywa na wewe. Yaani Mungu namna alivyo wa thamani. Sikiliza, namna Mungu alivyo wa thamani. Sikiliza, anakuambia ya kuwa nitaketi na kula na wewe. Akasema, tazama Bwana, hilo li binti lina dhambi, lakini angalia linambusu Yesu kwenye mguu wake. Akamwambia, sikiliza nikwambie, je, wamjua binti huyu? Akamwambia, sikiliza, je, wamjua binti huyu? Wakati naingia malangoni kwako, ulinipa maji ya kunawa? Hakuna. Wakati naingia malangoni kwako, ulinipa mafuta ya kupaka? Hakuna.
Basi binti huyu ameniosha miguu yangu na machozi yake. Basi binti huyu amenipaka mafuta kwenye miguu yake. Kuanzia leo uzao wa mabinti hawa ninaufungua kwa damu ya Yesu, na ukasafiri na kutakaswa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. Nataka nikwambie, usiwadharau watu kwa kuwatazama. Jua ya kwamba Mungu wa mbinguni anasi kuongea na wewe kila wakati. Ziko unasikia roho zinapingana moyoni. Moja anasema fanya, nyingine anakuambia acha. Moja anakuambia fanya, nyingine anakuambia acha wewe. Hiyo ni dhambi unafanya. Lakini kutokana moyo wako ni mgumu, moyo wako ni mgumu kama jiwe, ambapo sisi watumishi wa Mungu tunakuletea neno la Mungu likalainisha moyo wako. Moyo wako lainike uwe kama mkate. Unalikataa neno, unataka uende kwenye usherati. Sikiliza, siku za mwisho Mungu atakuchoma. Wakati naendelea kuiona hiyo, wakati natembea katika maono, ziwa limejaa wanawake wenye dhambi. Ndimi zao zimewatoka, nywele zao zimefungwa na mnyololo, wanavutwa kila wakitazama hawana pa kushika. Wa mabinti wanalia lakini hawana msaada, kutokana walikimbilia mafuta ya upako, walikimbilia maji ya upako, wakataka kupona, wakasahau ya kuwa Mungu wa taifa la Israeli yako makubwa anaenda kufanya juu yao. Basi nakusihi na kukuamini leo, neno la Mungu likaketi katikati ya ufahamu wako. Neno la Mungu likaketi katikati ya ufahamu wako. Kanisomea hiyo Ufunuo wa Yohana 3:3. Ufunuo wa Yohana mstari wa 3 pale. Soma hapo. Ufunuo wa Yohana 3 mstari wa 3 unasema, basi kumbuka jinsi ulivyopokea. Basi ishia